Hapo tukienda mbali sana. Unajua uchawi serikali, watu wanakuambia serikali haamini uchawi. Lakini serikali ni watu unajua. Okay. Na katika watu wamegawanyika katika imani zao. Na ukisoma vitabu vyote vitukufu ambavyo vimewagawa watu katika imani zao, yani Biblia ikiwa pamoja na Qur'an tukufu, Qur'an Karim, yani Bible takatifu, Qur'an tukufu, vyote kuna visa na mikasa kwenye Torati imeeleza ya Nabii Musa. Na ukienda sana kwa Nabii Musa, kisa vya uchawi utaitazama kwa Farao au Firauni. Almaarufu Firauni. Kipindi akifanya yale miujiza mpaka inafikia hatua kwamba anatupa kamba zao zinageuka kuwa nyoka. Mwenyezi Mungu anamwambia naye Musa kwamba atupe ile fimbo yake kushika mkono wa kiume. Ndio akageuka kwamba nyoka mkubwa akawameza wale wengine. Kwa pale kuna visa vya kichawi pale. Lakini pia vile vile ukienda mbali kuna manabii wa Mwenyezi Mungu akiwemo labda kwa mfano ukimtazama Suleiman. Kulikuwa kuna mambo ya masuala ya mambo ya kishirikina ya kichawi mpaka ikafika hatua akatoa amri. Yani amri ya Mwenyezi Mungu ikashuka kwamba Nabii Suleiman akaagiza kwamba yakusanywe zana zote za kichawi, maandishi na kila kitu nazifungiwe. Kwa hiyo nilikuwa zikapita kufungiwa, lakini baada ya kufa tu kwamba watu wakaenda kufungua, mambo yakaendelea kama kawaida. Na wengine wakasema kwamba Suleiman hakuwa nabii au hakuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, isipokuwa tu alitumia masuala ya uchawi kuimarisha dola yake. Kwa watu wakaingia katika kufuru zaidi.